Kwa zaidi ya miaka 20 amekuwa mwenyeji katika hospitali ya Coast General huko Mombasa, shughuli zake zikijikita katika jiko la hospitali hiyo. Japo hakupangia kufanya kazi ya upishi, ari ya kujikimu kimaisha ilimsukuma katika ulingo ambao hakutegemea utakuwa taaluma yake. Namzungumzia Wahida Sudi ambaye bidii yake imempandisha hadi kuwa mpishi mkuu katika hospitali hiyo maarufu Makadara, kazi ambayo anasema anaiheshimu na kuienzi kila uchao. Inayofuata ni simulizi yake kwa kina katika makala yetu ya Mwanamke Bomba. Kwa majina naitwa Wahida Nashir Sudi. Mimi ni mfanyakazi wa Coast General Hospital hapa main kitchen, na kazi yangu kuu mimi ni head cook na ni assistant supervisor wa hapa jikoni ndani. Ni katika hali ya kutafuta kibarua hapa na pale, na nika-apply, nikaajiriwa na appointment letter yangu ikatumwa moja kwa moja, kwa sababu that time walikuwa wanataka ni vibarua tu wanachukuliwa kwa jumla. So appointment letter yangu iliandikwa moja kwa moja as a kitchenette. Kitchenette ni kwamba wewe unatumwa hapa jikoni kwa kama server. Nikaendelea na upande wa service kwa muda wa miaka 7. Mwaka wa 8 yake nikaingizwa upande wa upishi sasa, kwa sababu kila ninapotoka wodini nikija nitakuwa naja nikisaidia wale wapishi upande wa Ramtula, kama nikatakata mboga, mara nyingine nitaambiwa acha nipakue. So nilianza hivyo pole mpaka ile walipoona ile interest yangu kwamba niko interested sana na upande huo, then wakanitoa upande wa service nikaweka upande wa kupika chakula. Sasa nikawa napikia madaktari chakula hadi kufikia sasa ukapata cheo cha kwamba wewe ndio unasimamia wapishi wenzako. Pengine ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe kukua kuanzia wakati ule na kuendelea kufanya hii kazi mpaka wakati huu? Kitu chenye kimenipatia motisha nikae mwanzo, jambo la kwanza ni familia yangu, kwa sababu wananitegemea mimi. Mimi naishi na mchumba wangu, naishi naye baada ya baba kufa. So mimi ndo namwangalia mama, mimi ndo namlea mama. Niko na watoto wa dadangu wawili pia marehemu, ambapo pia walikuwa wananitegemea mimi kusoma, waliachwa wakiwa bado pia wadogo wavulana. Lakini vyovyote vile ni lazima mimi nijitume ili niweze kuendeleza maisha yangu. Alafu jambo lingine ni area yenyewe ya kazi na watu ambao pia nafanya nao kazi pia, in charge pia wangu, kwa sababu ukiwa uko pahali pana amani, pana utulivu wa nafsi yako, ukiingia kazini yani wewe wajikuta tu yani uko tu kama nyumbani. Alafu kitu kingine pia zaidi ambacho anifanya zaidi pia ni amki na nije kila siku ni kwa sababu ya wale wagonjwa pale kwenye wodi, kwa sababu nafikiria leo ni wao, kesho ni mimi. Kwa sababu yule mgonjwa kivyovyote vile, kando na dawa, matibabu ambayo umekuja kuyafuata hapa, lakini yale matibabu hata akipewa, lakini kama hapati kula, zile dawa zitafanya kazi vipi? Haziwezi. So wananipa motisha kubwa sana ya kunifanya mimi kila ukisha nirauke ya kazi. Challenges nitasema maybe moja wapo, unakuta pengine umepika chakula. Unajua hapa hatupiki chakula ya kubaki. Sisi tunapika chakula yani ya kutoshea, ambapo ikishapikwa inapakuliwa yote inaenda. So unapata mtu pengine ameenda ameserve na wamerudi na kuambia tumeserve, lakini kuna wagonjwa kama 5 4 wamekosa chakula. Kivyovyote vile ni lazima murudi tena nyuma, muangalie tena kiharaka. Sasa zingine kama binadamu unaweza kuta kwamba maybe umeingia kazi vizuri, umefanya, mara unakuta mwenzako amemwagikiwa na kitu cha moto, amechomeka. So ile ni kitu ambapo lazima kivyovyote vile tuchukue nini ya haraka na kumsaidia kwenda kutibiwa, na ile area yake lazima iwe covered na mtu, kwa sababu kivyovyote vile hapa jikoni asimacha sisi utaona pengine tuko wengi hivi, lakini kila mtu akona jukumu lake la kazi. Utauzungumzia vipi uhusiano wa wanaume na wanawake katika jiko? Maanake mara nyingi watu hudhani kwamba jiko ni la wanawake peke yake. Mnapokuwa hapa mnafanya vipi kazi na wao? Hapa kila mtu anaona uko sawa, kwa sababu ingelikuwa hawa wanaume wanatubagua, wanatuona kama sisi hatuwezi, hapa hatufai, sidhani kama ule mwiko ningeweza kushika mimi. Wale wapishi waliotoka at that time walikuwa wanaume tena watu wazima,
lakini wao ndo wanakupa morali. Hii unaweza fanya, jaribu. Na ni kitu gani pengine ambacho umejifunza zaidi katika hii kazi hapa? Jambo la kwanza, ushirikiano, upendo, na nimejifunza kwamba hakuna kuacha, yani you have to go on, yani you have to grow. Yani manake nikiangalia kutoka pale nilianzia mpaka pale nimefika, na bado nataka niende zaidi, na nilikuwa sijui mengi, na sasa hivi saizi naweza kutoka mimi, hata mtu akanipa function yake na nisimama vizuri sana na nikaifanya, kwa sababu kando na hii kazi yangu pia hata za nje pia nazifanya pia. So hapa pamenifunza mambo mengi ya maisha yangu, ya afya yangu, afya ya watoto wangu, afya ya mamangu. Mamangu ako na 81 saizi, hana sukari, hana pressure, hana ugonjwa wowote. Ikimshika pengine ni homa za kawaida. Yote haya inaletwa kwa sababu nini? Kwa sababu ile mafunzo yote niliyopata hapa ndani ya chakula. Mimi nitawaambia kazi ni kazi, na popote mtu anafanya kazi, muhimu tu ni wewe mwenyewe kuizingatia na kuipenda tu ile kazi. Kwa sababu mimi hata mwanzo nilipo apply, siku apply kwa mpishi ama kuja jikoni, ile ilikuwa imewekwa tu ni open, wanataka vibarua kazini. So mimi nilikuwa tayari kwa kazi yoyote. Nilijua hata pengine naweza kupanda kufagia, lakini kwa sababu nilikuwa nahitaji kazi na najua umuhimu wa kazi ni kitu gani, basi mimi nilikuja nika-apply na nikafanya. Na hii kazi kwa kweli pale mwanzo tukianza mshahara ulikuwa mdogo. Nimekaa muda mrefu sana na mshahara ukiwa chini, lakini ndio imenisomeshia watoto wangu, watoto wa dadangu, ndio inanilishia watoto wangu, ndio inanilipia rent, ndio inatupa transport, ndio inafanya kila kitu kwangu nyumbani. Mimi sitegemei mtu yoyote, najitegemea mimi mwenyewe. Kwa hivyo mtoto wa kike yoyote pale nyumbani ama mtoto wa kiume yoyote, usichague kazi, usibague kazi.